spiritual warfare. Na kichwa kidogo kikiwa kinasema vita za kiroho. Now I have titled the message of today, na nimekipa kichwa cha ujumbe wangu wa leo, Overcoming Behemoth Systems. Kushinda mifumo ya Behemoth. Here in my screen, hapa kwenye ninapotazama, I had wished it could have been there. Nilikuwa tamani iwepo hapo. But anyway, I'll give explanation. Lakini nitatoa maelezo. A behemoth is a very huge animal. Kiboko ni mnyama mkubwa. So fierce. Anatisha. About 4,000 years back, miaka kama 4,000 iliyopita, when a behemoth appears, ambapo kiboko alikuwa akitokea, just by looking at him, kwa kumtazama tu, it was very overpowering. Ilikuwa inapunguza nguvu kabisa. It was very overpowering. When you look at it, ukimtazama, and you think of fighting it, na ukitamani kufikiria kupigana naye, it was very overpowering. Ilikuwa unakosa nguvu by the size he had, kwa jinsi ya ukubwa wake alionao, and the tools, the weapons in those days, na zile silaha zilizokuwa zinatumika nyakati hizo za nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kiboko ametumika sana kueleza katika kitabu cha Ayubu. Behemoth have been talked about a lot in the book of Job. Ni dude kubwa. Is a large animal. Ambalo nyakati zile, in the old days, na kule wakati wa Ayubu, in the time of Job, zama zile, those days, walikuwa hawana silaha kama tulizonazo sasa. There were no weapons as we have today. Kiboko akitokea, when the hippopotamus appear, na mdomo wake mkubwa, in his large mouth, akitembea, and when he walks, mwanadamu alikuwa hana nguvu ya kupigana. Man was powerless to him. Ngozi yake ni ngumu, huwezi kuingiza mshale. His skin is thick, you cannot throw an arrow. Wala mkuki hauwezi kuingia. Even a spear cannot pierce it. Akitokea, when he appears, alikuwa anakatisha tamaa. You lose hope. Mwanadamu alikuwa anajiona ameshindwa. A man was powerless to him. Ni wakati fulani pia nilimuona nyoka. There was a certain time I saw a snake. Kwa nyoka mkubwa sana. A very big snake. Watu wakapiga kelele. People were shouting. Yule mwenye nyumba, the house akakimbia, akasema baba nyoka, baba nyoka. People are telling him there is a snake. Baba akakimbia akachukua fimbo. The father took a weapon. Anapokimbia analeta fimbo. Yes, when he brought the stick, akakuta nyoka lenyewe ni chatu na yeye ameshika kafimbo kadogo. He find the snake was big and large. Akatupa chini akakimbia na yeye. He throw the stick away and he ran away. Kwa sababu kwa kumuona yule nyoka, because by seeing the snake, alijiona ameshindwa. He knew he was powerless. I'll be talking about behemoth. Nitakuwa naongea kwa habari ya kiboko, which represents systems, ambazo inawakilisha mifumo. And we are going to look at those systems. Tutakuwa tunaitazama hii mifumo, and that by mere human effort, na kwamba kwa bidii za mwanadamu peke yake, you cannot dismantle them. Hauwezi kuziharibu. And then let me pray and then we begin after that short introduction. Amina, nitaomba alafu tutaendelea. Umestahili Mungu mkuu, umestahili Bwana wa mabwana. You deserve the praise, O Lord of Lords. Hakuna Mungu aliye kama wewe. There is no God like you. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Sababu tayari umekucha mpaka mafuta mtumishi wako. Already you have anointed yourself. Amesimama mbele zako na mbele za watu wako. He is standing before you and before your people. Roho Mtakatifu endelea kumtumia. Holy Spirit, use him. Neno lako litakapohubiriwa, your word as it's preached, likawe na nguvu katikati ya maisha yetu. Let it have power. Likabadilishe maisha yetu. Let it change our lives. Lakini ikawe sehemu inayotusaidia kuishi katikati ya maisha yetu. Let it be something which will help us to live our lives. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. In Jesus' name of Nazareth. Ninasimama kinyume na roho zote za uharibifu na haribu neno lako. I stand against all evil spirits. Ikabidi kushindwa katika jina la Yesu. So that they can be defeated in Jesus. Bali tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu. But we welcome Holy Spirit. Ukatembee pamoja nasi. So that you can move among us. Ni katika jina la Yesu. It's in the name of Jesus. Tunajikabidhi mikononi mwako. We put ourselves under your power.
as a head, my title is Spiritual Warfare, Overcoming Behemoth Systems. Kichwa changu cha ujumbe ni vita za rohoni na kushinda mifumo ya behemoth, kiboko. Please let me call your attention in the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 12. Tafadhali sasa tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 12. Finally be strong in the Lord and in the strength of his mighty. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. These verses, mistari hii, if you understand them, kama ukielewa that you can stand, kwamba unaweza kusimama, you are very powerful. Unafahamu kwamba una nguvu nyingi. If you stand in the situation explained here, kama ukisimama katika hali tuliyozungumza, you become powerful. Unakuwa na nguvu. And your power, na nguvu zako, are not humanly, sio za kibinadamu, they are divine power, ni za kiungu. As you stand, as the verse says. Kama ukisimama kama maandiko yanavyosema. But let me explain. Labda nizungumze. My title says Overcoming Behemoth Systems. Kichwa changu kinasema kushinda nguvu za kiboko au mifumo ya kiboko. What is a behemoth? Hili neno linamaanisha nini? In the dictionary, people have tried to explain what a behemoth is. Katika dictionary katika kamusi watu wamejaribu kueleza. They say behemoth is something of oppressive power. This is according to Webster Dictionary. Behemoth is something of oppressive power. It's so powerful, but its power oppresses. Wakasema neno hili linamaanisha kwamba ni nguvu, ni kitu chenye nguvu, lakini nguvu ambayo inaonea and oppresses. Au gandamiza. That is the name behemoth. Ndio inamaanisha. In the Swahili language, katika lugha ya Kiswahili, you may not see it because we call it kiboko, but in English language, this name behemoth is something with oppressive power. Neno hili kwa Kiswahili tunasema kiboko, lakini kwa Kiingereza maana yake ndiyo hii kwamba ni kitu chenye nguvu kinachoonea au kugandamiza. Yes. And another explanation, au maana nyingine iliyotolewa in another dictionary, as I was looking for the meaning, katika kamusi nyingine nilipokuwa natafuta maana, behemoth is literally something that is very large. Ni kitu kikubwa sana. Very large. When you look at it, it's too huge. Ukikitazama ni kikubwa. But in the preaching of today, lakini katika mahubiri ya leo, both of the explanations from the two dictionaries, maelezo yote kutoka katika kamusi hizi mbili, will be illustrated. Tutazionyesha kwa uzuri. As we talk of the behemoth systems which are in the world and how to pull them down. Tukizungumza kwa habari ya mifumo hii ya kiboko ambayo iko katika ulimwengu na namna ya kuishinda. Now, a behemoth system, sasa mfumo hii can be political, inaweza ikawa ya kisiasa, let me start, can be religious, inaweza kuwa ya kidini, political, siasa, economical, uchumi. It can be in these three areas. Inaweza ikawepo katika maeneo haya matatu. But these powers, lakini nguvu hizi, they oppress multitudes of people. Zinakuwa zinaonea na kukandamiza and hinder them, kundi makubwa ya watu na kuwazuia, and hinder them, na kuwazuia from seeing the light of Jesus Christ. Kuona mwanga wa Yesu Kristo. From even hearing
the gospel of Jesus Christ. hata katika kusikia injili ya Yesu Kristo, And they are terrifying. na zinatisha. One of such systems Miongoni mwa mifumo hii is Islam. ni Uislamu. This system, Mifumo hii in countries where Islam is dominating, mahali ambapo kuna Uislamu ambapo umetawala, when you are seen having a Bible, ukionekana umebeba Biblia, when you are seen preaching, ukionekana unahubiri, the punishment is very severe, adhabu inayotolewa ni ya hali ya juu sana, and sometimes death. na wakati mwingine ni kifo. And these systems Pia with children na watoto and ya kuwa Mkristo, this Bahamas in that family roho hii katika familia is so oppressive ni ya uonevu that sana, it does not allow kwamba hairuhusu a person in that family mtu katika familia hiyo to have the light of Jesus Christ. kuona mwanga wa Yesu Kristo. These forces Nguvu hizi are so powerful zina nguvu mno that sometimes kwamba wakati they mwingine make millions zinafanya mamilioni not to hear the gospel, wazuiwe kusikia neno au injili, even if themselves individually hata kama wenyewe binafsi they would like to hear the gospel of Jesus wana Christ. shauku ya kusikia injili ya Yesu, But these powers lakini nguvu hizi prevent them zinawazuia from hearing. katika kusikia, And therefore they go against Christ. na kwa namna hiyo wanakuwa kinyume cha Kristo, And we can call them the powers of the Antichrist. na tunaweza tukaziita nguvu za mpinga Kristo. The spirit is just like that. Roho inayotenda kazi ni kama hiyo. These systems Mifumo hii have been existing for a long time. imekuwepo kwa miaka mingi. It is not only Islam or communist or other Sio tu kwa habari ya Waislamu ama communist. wa komunisti, lakini It has been staying for a long time. imekuwepo kwa miaka mingi. Some of them Baadhi yao have been there. imekuwepo, For instance, long time ago in Uganda, kwa mfano wakati fulani Uganda, during the Kabaka time, wakati wa machifu wanatawala Kabaka, people were not allowed to be Christian. watu walikuwa hawaruhusiwi kuwa Wakristo. As the missionaries were propagating the gospel, Wamishonari walipokuwa wanakwenda kuhubiri injili, those who were found to be Christian, wale waliokutwa kwamba ni Wakristo they were killed. walikuwa wanauawa. Such forces can also be called Bahamas. Pia nguvu za namna hii zinaweza zikaitwa kiboko, nguvu So za kiboko. it does not mean only one kind of religion. Kwa hiyo haimaanishi tu kwamba inatokana na aina moja ya dini. Hello? Amen. Are we together? Tuko pamoja. The aim of this teaching today Kusudi la mafundisho haya leo is for us ni kwa sisi to be revived tuamshwe and the Holy Spirit to enable us na Roho Mtakatifu to atuwezeshe pull down these powers. kuweza kuziangusha nguvu hizi. In fact, they are existing Na kwa kweli zipo zikifanya kazi in families, katika in different familia, areas. katika maeneo There are fulani. areas when you go, Kuna maeneo or when you ukienda, approach a home au ukikaribia nyumba fulani with the gospel of Jesus na Christ, injili ya Yesu Kristo, you are told to go away unaambiwa nenda nyumbani, because there the Bahamas is ruling. kwa sababu nguvu hizi You are not allowed to say about Jesus. hauruhusiwi kusema kwa habari ya Even Yesu. people individually, Hata kama watu binafsi they are ready to hear wako na shauku the ya gospel of kusikia Jesus ya Christ. injili ya Yesu. The Holy Spirit this morning Roho Mtakatifu wants to asubuhi ya leo motivate anataka you kukutia moyo to wewe fight these forces kupigana kinyume na all over the world, kokote ziliko ulimwenguni, in our area, katika eneo letu, in our country, katika nchi yetu, and even outside our country. hata kama nje ya nchi. Because if we don't pray for those forces to be pulled down, Kama hatutaomba kinyume nazo hizi nguvu, who can pray for those forces? nani ataomba So kinyume? that multitudes can see the light and the gospel of Jesus Christ. Ili umati wa watu wengi uweze kuona mwanga wa Yesu Kristo. In his book, one of the preachers in USA, Katika kitabu chake miongoni mwa wahubiri walioko Marekani, he's called John Eckert. anaitwa John Eckert. He was talking about these forces. Alikuwa akiongea kwa habari ya nguvu hizi. Let me
quote what he said. Labda niseme kile alichokisema. He said, behemoths are erected by enemy to keep the gospel out and multitudes of people in darkness. Akasema nguvu hizi zinaanzishwa na adui ili kuweza kuwazuia umati wa watu wengi kuona mwanga wa Yesu Kristo. Yes, multitudes. Umati wa watu wengi. Not to hear the gospel. Wasiweze kusikia injili. In some cases, the behemoth system hinders people from even acquiring a Bible. Kwa wakati mwingine au katika maeneo mengine hizi nguvu zinazuia hata watu wasiwe na Biblia. I remember when some of our fellows or our people go to USA to the country, then it was called the United States of Russia. Nakumbuka wakati ule ilipokuwa inaitwa Umoja, something like walipokuwa watu waenda Urusi ya wakati ule ya zamani. When you acquire a scholarship, kama labda umekwenda kule kusoma, they will tell you that you are not allowed to come with the Bible. Watakwambia hauruhusiwi kuja na Biblia. If you be seen with the Bible, ukikutwa na Biblia, you will be prisoned. Unafungwa. So one of the things they were checking, miongoni mwa vitu walivyokuwa nakagua, is that people don't go in that country, ni kwamba watu wasiende katika nchi hizo with the Bible na Biblia. So, kwa hiyo people were prevented from hearing the gospel. Kwa watu wakawa wanazuiwa kusikia nyakati hizo za Mungu. Well, I'll come to it. Let me reach the verse. Nitakuja kwa nchi. They are in many places of the world. Ziko maeneo mengi ya ulimwengu. The gospel is not allowed to be preached. Injili hairuhusiwi kuhubiriwa huko. Children are not allowed to hear the gospel. Watoto wanazuiwa kusikia injili. Wives are prevented from hearing the gospel. Wake wanazuiliwa kusikia injili. Even if they want to. Hata kama wana shauku ya kusikia. And if they trespass, na kama wakivunja maelekezo ama wakiwa kinyume na maelekezo, usually the punishment are very, very severe. Mara nyingi adhabu zao ni za hali ya juu sana. I was reading a certain paper 1 week ago. Nilikuwa nasoma gazeti fulani wiki mbili zilizopita. In a certain Arab republic, katika nchi moja ya Waarabu, they say if a person is found a Christian, mtu anakutwa ni Mkristo, his punishment, adhabu yake, if he doesn't want to deny Jesus, kama hataki kumkana Yesu, is 500 whips. Anapigwa viboko 500. And that is you kill. Na kwa kweli ni kumuua. But that is what they do. Ndicho wanachofanya. Why? Kwa nini? Because you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kwa sababu umetamani kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Brethren, we are free in this country. Tuko huru katika nchi hii. We are free, we can preach. Tunaweza tukahubiri. But not everybody is free. Lakini sio kila mtu yuko huru. There are some families. Ziko familia. These behemoth systems. Nguvu hizi. They are influence. Zina ushawishi in those families. Katika familia hizi. You cannot go there. Huwezi kwenda hapo. And talk about Jesus. Kuongea kwa habari ya Yesu. Or a wife. Au mama. Or a son. Au mtoto. Is not allowed to even hear. Haruhusiwi hata kusikia injili. These forces are even right here in Tanzania. Nguvu hizi ziko hata hapa kwetu Tanzania. In many areas. Katika maeneo mengi. It's our duty therefore. Ni wajibu wetu to see that those behemoth systems are dismantled and put down. Kuhakikisha nguvu hizi zinavunjwa na kuondoshwa kabisa. I will be showing as we go on. Nitakuwa naonyesha kama tunavyoendelea how that can be done. Namna tunavyoweza kufanya kuzishinda hizi. Let me start with countries. Labda nianze na nchi. In the United States of Russia, Urusi, then wakati huo wa zamani ile, behemoth was very strong. Nguvu hizi zilikuwa na nguvu sana. The Bible was not allowed to be spoken.
Biblia ilikuwa hairuhusiwi kusomwa in all the Arab Emirates. katika maeneo yote ya umoja wa nchi za Waarabu. Even now, Hata sasa in many places, katika maeneo mengi if you are seen with the Bible, ukikutwa na Biblia, you are liable to a very severe punishment. wewe unastahili kuadhibiwa adhabu iliyo kuu. Now these systems Sasa mifumo hii are very powerful. ina nguvu sana Economically, kwa habari ya uchumi, socially, kwa habari ya kijamii, and economically, socially, and physically, just like an animal, the behemoth, as you are seeing. na pia hata kimwili kama mnyama unayemwona. They are very terrifying. Zinatisha. But God has given you a sword Lakini Mungu amekupa upanga that you can dismantle it. uweze kuzishinda hizi. It will not be a very brief time. Haitafanyika kwa muda mchache. You have to take very long time and a time of endurance of prayer. Inatakiwa muda wa kutosha na wa maombi yanayodumu. That is why the leadership of Tanzania Assemblies of God, Ndio maana kama uongozi wa Tanzania Assemblies of God many years ago, miaka mingi iliyopita they made a decision walifanya maamuzi that on every Friday kama kila Ijumaa we will be fasting tutakuwa tukifunga and praying na to kuomba pull down these systems. kinyume ya nguvu hizi. As they go and pray and worship Wanapoenda kufanya ibada to zao their God, kwa Mungu wao, we will go and pray against those systems, tutakuwa tunaomba kinyume ya mifumo hii, so that our brethren kwa hiyo kwa habari ya ndugu zetu can be released in those waweze powers. kuwa huru katika nguvu hizi. Unfortunately, now in many churches are not very strong. Mara nyingi sasa kwamba kwa bahati mbaya kitu hiki hakifanyiki kwa bidii sana, And some people, they don't even know why are we fasting on Friday. na watu wengine hata hawana taarifa kwa nini tunafunga Ijumaa. Let me remind you, church, Nikukumbushe kanisa, is that most of our fellow brothers ni kwa sababu ndugu zetu wengi have been engulfed in the powers of Bahamut. wamefungwa na nguvu hizi, They are being oppressed, wanaonewa, and some of them, they're not even allowed to hear the na wengine gospel. hata hawaruhusiwi kusikia. It is you and me Ni mimi na who wewe can pray tunaweza and kuomba, call upon God kumwita Mungu to release the power kuwafungue so that they can be taken out of this, ili watolewe so katika that they can be taken out of the religions which are not obeying Jesus Christ. kutolewa nje ya hizi dini ambazo hazimtii Yesu Kristo. So when we fast on Kwa Friday, tunapofunga Ijumaa we are calling for the blood of Jesus tunaita Christ damu ya Yesu to also have a meaning to our brethren, the Muslims. iwe na maana kwa ndugu zetu Waislamu. Hallelujah. But look at these days. Lakini angalia siku hizi, So few people fast. watu wengi wachache sana So many people forget watu wengi that wanasema on Friday kwamba Ijumaa we have made a kwamba decision tulifanya that maamuzi we are going to go before God. kwenda kwa Mungu, Because in many places we are not allowed to preach to kwa individuals. sababu katika maeneo mengi haturuhusiwi kuhubiri kwa mtu mmoja Because the behemoth kwa sababu ya nguvu hizi ya Uislamu is covering those people. imewazuia au imewazingira watu, So that when you approach them with the kwamba gospel, ukiwasogelea na Injili they will say, we don't want to hear wanasema what we have hapana, followers and hatusikii kwa religion. sababu tunayo dini. Hallelujah. Hallelujah. God is calling you Mungu anakuita to wewe stand and praying vigorously, kuanza kuomba to stand and calling God kumwita yeye that He should do something for these systems kwamba afanye kitu kwa habari ya mifumo hii which prevent millions from hearing the gospel. ambayo inazuia mamilioni ya watu About kusikia. half of the Tanzanians Kwa karibia nusu ya Watanzania have been engulfed in this Bahamut system. imeshikwa na nguvu hizi. It is you, Ni wewe, yes you, wewe to start preaching and calling God Kwanza to kuhubiri dismantle them, na kumwita Mungu aweze kuzivunja nguvu hizi, so that our brethren can be relieved, ili ndugu zetu waweze kuachiliwa, so that our sisters can come and see the glorious light of Jesus Christ. ili ndugu zetu waweze kuona mwanga wa Yesu Kristo. For you, you are lucky, you are born again. Wewe una bahati, umezaliwa mara ya pili, You are free. uko huru, The devil cannot molest you. ibilisi hawezi kukutesa wewe. No witchcraft can affect you. Hakuna uchawi unaoweza kuja kwako. And you can even pray for your healing. Unaweza hata ukajiombea kwa habari ya uponyaji wa mwili wako, But it's not for your brother in the Islam who are outside there. lakini haiko hivyo kwa ndugu zako ambao ni Waislamu wako nje hapa. God requires you
Mungu anakutaka wewe to pray to him kumwomba yeye so that he can send anointing. ili atume upako. Anointing to the people who propagate the gospel. Kwa watu wale ambao wanahubiri injili, That as they speak, kama wanaposema, it will have power kuwe na uwezo to dismantle the power of darkness. kushinda nguvu za giza, To bring light where there is darkness. kuleta mwanga kuliko na giza. Then people will be able to see the miracles of the Lord Jesus Ili Christ. watu wa sasa waweze kuona miujiza ya Yesu Kristo. It will never be done Haitatokea by human word. kwa njia za kibinadamu, It will be brought about italetwa tu by people who seek God, na watu wanaomtafuta by Mungu, people who na pray, watu wanaomba, by people who are na determined. watu waliomaanisha. Hello. We are living in the very, very end days. Tunaishi siku za mwisho sana. Jesus is coming. Yesu The anarudi. Lord Jesus is coming. Yesu He anarudi. is coming. Anarudi tena. With him, he's bringing a reward. Yeye analeta ujira wa With kiroho. him, he's bringing crowns Yeye analeta mataji to those people who endure and pray to God and propagate the gospel. kwa wale watu waliovumilia na kumwomba Mungu na kusema neno lake. We are passerbys in this world. Sisi ni wapitaji katika ulimwengu huu. The time we live here on earth Muda tulionao katika dunia is brief, ni mchache, is very short. ni mchache sana. But this short time, Lakini katika muda huu tulio, God has called you into his kingdom Mungu amekuita katika ufalme wake to be able to propagate his kingdom. ili uweze kuueneza ufalme huu. Praise God. Bringing light to the dark. You find the people of God Unapokuta watu wa Mungu as slumbering. wamekuwa wavivu, They only rejoice and be happy themselves wana furaha tu wenyewe and leave millions outside na wakiacha mamilioni without nje preaching the gospel. pasipo kusema. Let me ask you a question. Nikuulize swali. Tanzania Assemblies of God decided, TAG iliamua even those who are born again Christians who are not Tanzania Assemblies of God, hata wale Wakristo ambao wameokoka ambao sio wa TAG, as I talk today, ninavyoongea sasa, how many people God have counted that you have brought to Jesus Christ? kwamba Mungu amehesabu kwamba umewaleta wewe kwa Yesu Kristo. What about this year? Kwa vipi kwa habari ya mwaka Have huu? you brought even one to the Lord Jesus Umeleta hata Christ? mtu mmoja kwa Yesu Kristo? Mungu amekupa He's mamlaka, giving you protection. amekupa He's ulinzi, giving everything. He's giving you. anakupa kila kitu, And he's very kind to you na ni mpole kwako because you are his tool. kwa sababu wewe ni chombo. Because you are a tool. Wewe ni He chombo, wants to use anataka to kukutumia mediate himself to the world. kujipatanisha yeye na ulimwengu. Please preach. Fadhali hubiri, Please tell the people that Jesus is Lord. waambie watu kwamba Yesu ni Mungu. What? Yes, ni Bwana. The Bahamas have done is also in the education system. Nguvu hizi pia ziko katika mifumo ya elimu. But we thank God for what is happening all around the world. Pia tunamshukuru Mungu kwa kitu kinachotokea ulimwenguni kote. There is this theory, the theory of evolution. Kulikuwa na elimu hii, elimu ya mageuzi, And also the government, the communist government. na pia serikali za kijamaa And these religions. na dini ambazo zilikuwa zinaamini kama kuna Mungu. These days, for instance, the communist government, as we're going to see below, have been shaken. The communist system have been shaken and is now clamoring all around the world. Kwa mfano hizi serikali zilizokuwa za kijamaa kama tutakavyoona zimeanza kusumbuka na kupomoka duniani kote. Is clamoring around the world. Zinaishiwa nguvu duniani kote. One of the saying in the communist government, Mungu ni kuwa kupungukiwa akili. so the Bahamas of this system Kwa hiyo nguvu katika mifumo hii negates that there is God. zinakataa kwamba yupo Mungu. Even in their school system, Hata katika mashule yao they teach against God. wanafundisha kinyume cha Mungu, Especially against the Bible. hasa kinyume cha Biblia, Because Satanism kwa sababu uabudu is shetani vengeance in Russia.
umejaa sana katika mifumo ya and is not urasi hindered. na haizuiliwi. But when you bring the gospel, Lakini ukileta injili, they'll say you are a fool because you're bringing the gospel. unasema wewe ni mpumbavu kwa sababu umeleta injili. It's nonsense. Hamna akili. And the people of God there Na watu wa Mungu kule were being persecuted. walikuwa wanateswa. We thank God Tunamshukuru Mungu because of long-term prayers. baada ya maombi ya muda mrefu, The system of communism serikali zenye mifumo hii have been shaken, zimekuwa zikitingishwa, and the Soviet Union, so-called long time ago, na Russia iliyokuwa ya wakati ule have been shaken and have crumbled na imeanza kuanguka into pieces. na And the ikaanguka, gospel is now being propagated and preached na injili inahubiriwa in most of the countries which made the Soviet Union. miongoni katika zile nchi ambazo zilikuwa ziko na serikali ya namna hii. How did it happen? Ilitokeaje? It was by long time prayer. Ilikuwa ni kwa sababu ya maombi ya muda mrefu. I know I was also involved in those prayers. Nakumbuka na mimi nilishirikishwa kwenye maombi Maybe you hayo. were also involved. Hata wewe ulishiriki. And when you are praying against the Bahamas, Unapokuwa unaomba kinyume ya these nguvu hizi, systems, mifumo hii they are so huge. ni kubwa mno. When you pray, Unapoomba, it seems that your prayer have no effect. wakati mwingine inaonekana kama maombi yako hayana matokeo. For instance, if I pray like Kwa this, mfano kama nikiomba kama hivi: oh Father God, Baba Mungu, I pray ninaomba that all people kwamba watu wote who believe in not you, Lord Jesus, wanaoamini, ambao hawakuamini, those outside there wale walioko nje in the Islam community, katika jamii za Kiislamu, Father, I pray Baba naomba that they should know you. I pull down the powers which hold together this community, naangusha nguvu zinazokamata hizi jamii, these Bahamas. hizi mifumo, I pull it down. na iangusha. As I pray, Ninavyoomba now as you pray, au unavyoomba, there is something in the spiritual realm. yuko kitu kinatokea katika ulimwengu wa It's roho, happening. kinatokea. But when you go around and look, Lakini ukitembea na kutazama and the system itself kwa mfumo wenyewe, is overpowering. unakuta kwamba nguvu zinakwisha. It's so huge that it seems that you are just playing around. Inaonekana kwamba ni kubwa mno, inaonekana kama wewe unacheza. But let me tell you, Lakini nikwambie, it's just like going in front of that animal ni kama kwenda kukutana na mnyama huyo with a knife. na kisha It's very overpowering. unakuwa huna nguvu You kabisa, cannot kill it. huwezi But kumuua. when we pray, Lakini it's tunapoomba, not us who holds the knife. lakini sio sisi It's tunashika, our Lord Jehovah God. ni Mungu And wetu, He, the maker of the na Bahamas. yeye The aliyemuumba, Bible says He has a knife for it. aliyemuumba mnyama huyo, He Biblia had a inasema sword for it. anayo silaha And that inayoweza. is what the Lord God did Ndicho yeye Mungu alichofanya when the Soviet Union wakati wa Russia ya zamani, Urusi wa started zamani crumbling down ilipoanza kuanguka, and now have disintegrated. sasa hivi imeanguka kabisa. It's no longer there as it were in those early days. Haiko kama ilivyokuwa siku zile za kwanza, It is not as threatening as it were, haitishi kama ilivyokuwa inatisha mwanzo, because God, kwa sababu Mungu without the use of human power, pasipo hata kutumia nguvu ya mwanadamu. for those who were around and who are old enough, they remember Kwa wale waliokuwepo na wenye umri wa kutosha that wanakumbuka, God raised the person Mungu aliamsha mtu to the top of the Soviet Union. aliyefika mpaka viwango vya juu kabisa. Then after vya reaching uongozi. there, Alipofika kule He made it to crumble akaanza kuiangusha and it crashed down. na akaiangusha kabisa. Why? Kwa nini? These forces of Bahamas, Kwa sababu nguvu hizi they'll have to crumble. inabidi ziangushwe, They have to be pulled down lazima ziangushwe, because Jesus is coming back. sababu Yesu anarudi tena. Millions of people cannot be hindered from hearing the gospel. Mamilioni ya watu hawawezi kuzuiwa kusikia Injili, And God wants to use you na Mungu anataka kukutumia to be wewe among those people, kuwa to miongoni be mwa among the watu, gallant soldiers who are going to fight. miongoni mwa askari mashujaa watakaopigana kinyume ya nguvu hizi. Hello? Are we together? Tuko pamoja. Please come to Psalm 41 verse 1. Lazima tufungue Zaburi 14 mstari wa kwanza. The fool says in his heart, there is no God.
Biblia inasema katika Zaburi 14 mstari wa kwanza, they are corrupt, they do abominable deeds, there is no one who does good. This is what Behemoth has called people to become fools in the sight of God. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu, wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Hiki ndicho kinachotokea wakati nguvu hizi zikiwa zinatenda kazi. These powers have made people to be like that before God. Na imewafanya watu waonekane namna hii mbele za Mungu. You have to pull them down. Inabidi ziangushwe. Let us do it. Lazima tufanye hivi in prayer. Kwa maombi. Every Friday when we fast and pray. Kila Ijumaa tunapofunga na kuomba. Please do that. Tafadhali fanya hivi. Remember, kumbuka to pray for our brethren. Kwa kuomba kwa habari ya ndugu zetu. Don't eat on that day. Usile katika siku hii. So that your brethren, ili ndugu zetu, can come and know the Lord Jesus Christ. Waje na wamfahamu Yesu Kristo. As I go around, ninapozunguka on Fridays, Ijumaa, I find so many people eating. Nakuta watu wengi wakiwa wanakula. They have forgotten. Wamesahau our burden. Mzigo wetu. And that is what the devil wants. Ndicho ibilisi anachotaka. That you should forget. Kwamba usahau. So that nothing can be done. Ili kitu chochote kisitokee. Our power, nguvu is so mighty. Uwezo then the Behemoth. Kinyume hata if we would pray. Kama tukiomba. And wage war. Na tukifanya vita in the spiritual realm. Katika ulimwengu wa roho. Let us read in Job. Tusome katika Ayubu chapter 40 verse 15. Sura ya 40 mstari wa 15 to 16. Na 16. Behold Behemoth, which I made as I made you. He eats grass like an ox. Kama vile ng'ombe. Behold his strength in his loins, and his power in the muscle of his belly. Tazama basi, nguvu zake ni katika viuno vyake, na uwezo wake u katika mishipa ya tumbo lake. God, this is what it says. Ndicho kinachosema. This animal, nyama huyu, his power, nguvu zake, is in his loins. Ziko katika viuno vyake. This is a reproductive organ, stays there. Hili ni eneo ambalo viungo vya uzazi viko. The power of Behemoth, nguvu hizi, is very massive. Ni kubwa mno. Because it reproduces itself. Kwa sababu zinajizalisha. Even now, hata sasa, statistics show that takwimu zinatuonyesha after about 10 years, baada kama miaka 10, Islam will be the leading religion if we don't preach. Uislamu utakuwa ndio dini inayoongoza kama tutahubiri. And it started very recently. Na imeanza karibu sana. Very recently. Karibu mno. You cannot compare it with Christianity. Huwezi kulinganisha na Ukristo. But how does it become so big and wide? Lakini inakuwaje kubwa na inaenea kiasi gani? It is not by preaching or propagating. Sio kwa sababu wanahubiri. It is through the loins. Kwa sababu ya viuno vyao. They reproduce. Wanazaa. And they say, na wanasema, each child will come with his own blessings from God. Kwamba kila mtoto anakuja na baraka zake kutoka kwa Mungu. So they don't do what you call family planning. Kwa hiyo hawafanyi uzazi wa mpango. They bear children. Wanazaa watoto. As many as possible. Kadri wanavyoweza. All over the world. Kila waliko duniani. This religion, dini hii, bears more children ina watoto than Christianity. Kuliko Wakristo. Christians Wakristo have been told that wameambiwa kwamba the earth is almost full. Kwamba dunia inakaribia kujaa. For them, kwa hiyo kwao, their father, baba zao, their father, baba yao, yes, anajua kwamba nguvu hutokana na uzao. Their father knows that power comes from amesema huyu kiboko nguvu yake iko kwenye viuno vyake. The Bible says this Behemoth, his power is in kwa kuzaa na kuongezeka. By reproducing. Inatia aibu mtu anazaa katoto kamoja anasema nimefunga. It's shameful for someone to bear one child. Anasema nitalisha nini? That one will I feed this? Kama Mungu, kama Mungu hakukulisha na kukushika. God is not the one who is feeding you. Kama Mungu hakutenda utaweza? If God is not the one who is doing it, how will you be able? Christians, Mungu wa kweli. You have a true God. Usidanganyike na propaganda. Don't be cheated by the devil. Maeka yamejaa katika nchi hii. We have land, a lot of land. Alafu mtu anaenda hospitali kwa vitoto viwili anaambiwa kwani unataka kingine funga. Ni shetani.
When they told you, talk about family planning, that's the devil. The tricks of the devil. Lakini ndugu zangu wanaambiwa, but our brothers are told kila mja huja na riziki yake. that every child comes with his blessing. Na ndivyo inavyokuwa. And that's how it is. Watu wanafunga anazaa wawili, alafu akifa mmoja, anasema Mungu umenionea. Mwingine anazaa mmoja. Si kweli. Si kweli. Ni upagani. Ni kutokumwamini Mungu. Ni kutokujua kwamba Mungu amekupa nguvu na akili. Sema Mungu ongeza akili, nizalishe mali nyingi, watoto hawa wasije wakafa njaa. Na Mungu ni mwaminifu. Yes, Christians are told to bear few number of children. This is lack of trust in God. Pray to God to give you wisdom, to give you understanding, so you can be able to provide for them. Ulaya sasa hivi, in Europe, ukiwaangalia Waingereza, if you look at the native people of Europe, ukiangalia, if you look at them, wakwambia hawa ni Waingereza, and if they tell you these are Europeans, unakuta ni Suriama, ni Waarabu, ni watu wengine, wale wa awali hawapo. You find a mixture of people but not the original native people. Kwa nini? Why? Hawazai, because they don't produce. Na ambao hawazai ni Wakristo, and the ones who have less children. Ndio maana makanisa Ulaya, and it's the reason the churches yanauzi wa Islam, they are sold to Islam. Maana ndio wengi, because there are many. Ndio wanaozaa, because they have children. Wakristo wanasema, the Christian, what do they say? Akipata mtoto mmoja, if he has a child, that's it's enough. That is against the word of God. Hiyo ni kinyume na neno la Mungu. That is against it. Ni kinyume kabisa. I remember my mother. Namkumbuka mama yangu. We were 14 of us. Tulikuwa 14. And now today, na sasa, some are in America. Wengine wako Marekani. Some are in America preaching the gospel of Jesus Christ. Wakihubiri injili ya Yesu Kristo. Some we are here. Wengine tuko hapa. Some are in Mwakaleli. Wengine wako Mwakaleli. Some are in Germany. Wengine wako Ujerumani. Some are in Italy. Wengine wako Italy. And while my mother was giving birth to those children, and my parents were giving birth to those children, wazazi wangu walipokuwa wanawazaa watoto, there were other fellow citizens who gave only 3 children. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na watoto watatu, but we didn't die of hunger. Lakini hatukufa njaa. It motivated my father to work very hard. Ilimtia moyo baba yangu kufanya kazi kwa bidii. And we didn't go hungry. Hatukufa njaa. We were just like them. Tulikuwa kama wao. Don't be afraid. Usiogope. Bear children. Zaa watoto. That is the word of God. Ndilo neno la Mungu linasema. And the preaching or the explanation which says you will fail to take care of them is satanic. Na maelezo yanayosema kwamba utashindwa kuwahudumia ni uibilisi. Ni vitu vya ibilisi kabisa. Because that's not true. Sababu sio kweli. Tanzania have acres and acres and acres of land. Tunayo nchi ya kutosha sana Tanzania. And the person says we are too many. Mtu anaenda kusema tuko wengi sana. If a small country like China, kama nchi ndogo kama China, I say it's small compared to Africa, ni ndogo kulinganisha na Afrika. Or let me take Japan. Labda nichukue Japan. A very small land, Ireland, ni kisiwa kidogo sana. Is populated than Tanzania, which is about 20 times bigger or 30 times bigger than Japan. Ina watu mamilioni na ni ndogo hata labda mara 30 kuliko Tanzania. So let me tell you youth, niwaambie vijana, you who can bear children, ninyi ambao mnaweza kuzaa, bear them. Zaeni watoto. Bring them 8, 7, 10. 10. You will take care of them. Mungu atakupa uwezo. You will think and work hard. Watunza. Tafikiri na kuwatunza. You know, some women are looking at me. Wamama wengine wananitazama. And they are saying, Pastor, wasema mchungaji, it is very hard. Ni ngumu sana. It is something very hard. Ni ngumu mno. I know. Nafahamu. God will give you power. Mungu atakupa uwezo. God will heal you. Atakuponya. Bring them. Walete watoto. And when you bring them, ukiwaleta, they will be Christians. Watakuwa Wakristo. Because you will teach them. Sababu utawafundisha the way of God. Njia za Mungu.
in Job 41, katika Ayubu sura ya 41, which we have read, Ayubu sura 40 mstari wa 16, which we have read, ambacho tumeshasoma. God is calling Job's attention to a creature known in his day as Behemoth. Mungu analeta Ayubu aone kwa habari ya mnyama ambaye nyakati zao ilikuwa ni kiboko. This is the animal. Huyu ndiye mnyama mwenyewe. The book of Job, Kitabu cha Ayubu, was written very many years ago. kimeandikwa siku nyingi sana za nyuma. It is among the oldest books Ni miongoni mwa vitabu vya zamani of the Bible. vya Biblia. That is what history says. Ndicho tunachopata katika historia. More than 4,000 years back, Kama miaka 4000 iliyopita it was written. kiliandikwa. So God is calling attention to Job, Kwa Mungu anamleta Ayubu amwangalie huyu mnyama. to this animal. Mwangalie huyu He mnyama. says, Job, Kabla Ayubu, look at that animal. tazama mnyama huyu. He's so fierce. Ana nguvu. His power Nguvu are in zake his loins. ziko katika viuno He vyake. reproduces Anazaliana more and more and more. watoto wengi. And by doing Na this, kwa kufanya he hivyo subdues. anaweza kugandamiza ukumiliki. Also, when you look at the book of Genesis, Ukitazama katika kitabu cha Mwanzo, when you reproduce, unapozaa actually you subdue. kwa maana ya kweli ni unatawala. God says, Mungu anasema hivi. be fruitful Anasema uwe na uongezeke and reproduce na uzaliana and subdue the land. na ukatawale nchi. Because if you reproduce Kwa sababu mkiwa and you wengi have many, na mko then wengi you can subdue. mnaweza mkatawala. That is what the Behemoth is doing. Ndicho kinachofanyika hapa. That is what the wrong religions are doing. Ndivyo zile dini ambazo ziko kinyume zinazofanya. They preach Wanazungumza and they also give na birth. pia wanazaliana. They preach Wanasema and they also give birth. wanazaliana. And then they increase. Wanakuwa wengi. But the Christians, Lakini Wakristo they cannot even preach very hard, or if they do, very few. hata wanashindwa kuhubiri kwa bidii, hata kama wakifanya hivyo ni wachache wanaofanya, And yet they don't give birth. na pia hawazaliani, hawazai watoto. Christians, Wakristo, church, kanisa, change. tubadilike And look at what the Bible na says. tuangalie Biblia Reproduce. And tuzaliane, God will give you na strength. Mungu atakupa uwezo uweza kuwatunza God watoto will give you wako. Mungu power atakupa to nguvu work for your children. kufanya kazi kwa watoto wako. When you have 2 children Watoto wawili and you say, I'm reproductive. kwamba imetosha. In fact, you are not. Kwa kweli si kweli. You haven't reproduced any. Haujazaa chochote. You have only tried to replace yourself. Ni kwa kweli tu mmejibadilisha wenyewe, baba na mama. You haven't reproduced. Hamjazaliana, hamjaongezeka. Having children Kuwa na watoto is a blessing. ni baraka. Be blessed. Mungu ubarikiwe. May God bless you. Mungu akubariki. Have children. Uwe na watoto. Don't be afraid. Usiwe na hofu. Now, God is calling attention to Job. Mungu analeta Ayubu atazame. He's saying, Job, Anamwambia Ayubu, look at that animal. tazame mnyama huyu uweze But kumshika. I, God, Lakini mimi Mungu created it nimemuumba as I created kama you. nilivyokuumba wewe. It is me, God, Ni mimi who Mungu created it ambaye as I nimemuumba created kama you. nilivyokuumba wewe. So don't be afraid. Kwa usiwe na hofu. I'm God. Mimi ni Mungu. And let me tell you, Na nikwambie, we shouldn't be afraid of the Behemoth power. tusiwe na hofu na nguvu hizi. We have got God. Tunaye Mungu. We can pray Tunaweza kuomba and dismantle na them. kuzishinda. In fact, Na kwa kweli, since we are living in the days of the end, sababu tuko siku za mwisho sana, these forces we have seen with our eyes disintegrate. tumeziona nguvu hizi zikianguka kwa macho yetu. Hello? It's not disintegrating. It's been broken down all over the world. Tunaona Uislamu ukishindwa. Why? Kwa nini? Because God wants the gospel to be preached. Sababu Mungu anataka injili yake ihubiriwe. And God wants to use you Anataka kukutumia wewe to preach. kuhubiri. Hello? Please. Ni nuru. Hello? Time is coming. Muda unakuja. Time is coming. Muda unakuja When you won't be able to preach. ambapo utashindwa tena It kuhubiri. is coming. Unakuja muda. When you will be persecuted. Kutakuwa kuna It is mateso. Muda coming. unakuja. Preach now. Hubiri Go sasa. it now. Fanya sasa. Go it now. Fanya When sasa. you are free. Ambapo uko huru. When you are free. Ambapo uko
Yesu anarudi tena. Jesus is coming. You don't have much time. Kuna muda mwingi. The Spirit of God Roho is saying anasema it's high time. kwamba ni muda that we sasa should start kwamba tusimame preaching, na kuanza telling the people kuambia that Jesus is kwamba Yesu coming. anarudi tena. And praying and seeking God to dismantle the Na kumtafuta forces. Mungu kuharibu nguvu hizi. The forces which hinder people from hearing the gospel. Nguvu zinazo Jesus is coming. Yesu anarudi tena. You have failed to reproduce using your own. Tumeshindwa kuzaliana kutumia viuno vyetu. But now you can reproduce in the church by preaching, by telling people that Jesus is Lord. Ukawa na watoto katika kanisa kwa kuambia watu kwamba Yesu ni. God is looking for them. Mungu anatafuta hicho. God is looking for them. Anatafuta hicho. In Revelation it says, Katika Ufunuo inasema multitudes umati mkubwa wa watu where nobody can count ambao watu hawawezi are before the throne of God, wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu celebrating. wakifurahia. That multitude will come out of Watu you. hao watatoka They will kwako, come out of your preaching. wanatoka katika They will mahubiri come yako, out of staying katika holy wewe kuwa mtakatifu and preaching the word of na God ukihubiri and Injili. being anointed. Umepakwa Be mafuta, anointed. Pakwa Be mafuta, anointed. Pakwa mafuta. We're living the days Tuko of the end days. katika siku za Jesus is coming for the second. Yesu anarudi mara. He is coming. Anarudi He tena. is coming. Anarudi And tena sin will be rampant na dhambi itaenea as it is. kama But inavyofanya. for you, Lakini who God wewe has called, ambaye Mungu amekuita, sanctify yourself. jitakase, Be holy. uwe mtakatifu, Be holy. uwe mtakatifu. Jesus is coming. Yesu anarudi tena. When we read in Job Tunaposoma kwenye Ayubu 41, sura ya 41 verse 9, mstari wa 9. any hope of subduing him is false. The mere sight of him is overpowering. Ayubu sura ya 40 mstari wa 19. Tazama, kumtamani ni bure. 9. Yeye ni mkuu wa njia za Mungu, yeye aliyemfanya ndipo upanga wake. Mifupa yake ni kama mirija ya shaba, mbavu zake ni kama vipande vya chuma. Tazama basi kiuno vyake, yeye ni mkuu wa njia za Mungu, yeye aliyemfanya alipo upanga wake. Mkia wake. Here from verse 15. So 40 kuanzia 15. Muangalie huyo kiboko, nile muumba pamoja nawe, yeye hula nyasi kama vile ng'ombe. Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake, na uwezo wake uko katika mishipa ya tumbo lake. Yeye hutikisa mkia wake mfano wa mwerezi, mishipa ya mapaja yake yanaungamana pamoja. Mifupa yake ni kama mirija ya shaba, mbavu zake ni kama vipande vya chuma. Yeye ni mkuu kwa njia za Mungu, yeye aliyemfanya alimpa upanga wake. Alimpa upanga wake. Hakika milima humtolea chakula, hapo wachezapo wanyama wote wa barani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kiboko nyakati hizo za miaka ya Ayubu, wakati wa at the time of Job, alikuwa kwa mwanadamu huwezi kumshinda. It was impossible for man to overcome. Na silaha alizokuwa nazo zilikuwa kubwa mno, zilikuwa ndogo mno. And what men used as tools were inferior to him. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamwambia Ayubu kuhusu kiboko, So when God was speaking to Job about Behemoth, hebu fikiria wakati wa Ayubu, mtu anapochukua mshale wake na nini aende akamwinda kiboko. Think about the time of Job when someone takes a spear to go to ngozi yake haitoboki kwa urahisi. His skin cannot be pierced easily. Alikuwa anatisha sana na ni kama haiwezekani. He was a fierce animal. It was impossible. Na mnyama huyu katika Biblia inasema, and in the Bible it said, hata mto Tonga na mto Nile unapojaa au Jordan unapojaa na kufurika, even Jordan when it's full and yeye haogopi. This animal anaendelea kutembea na kuogelea. He is calm in this weather. Yeye anafurahia vurugu za maji. He is joyful
when there is storms, wakati samaki na wadudu wengine wanajificha kwa sababu bahari imechafuka, while other living things hide themselves, yeye anajitokeza. he appears. Ametengenezwa mwenye nguvu sana, analinganisha kwamba mbavu zake ni za shaba, He was ni made za chuma, ni ngumu. different. His ribs are compared to iron. Na tumesema huyu mnyama haongelewi mnyama, zinaongelewa nguvu na mamlaka ambazo zimewekwa mfano zinazozuia injili isienee. And we talked about here what is said is not about an animal but about the powers that are against the gospel. Tumeongelea ukomunisti. We talked about the communism, Kwamba ukomunisti ni serikali ambazo ulipokuwa unaanza mwanzo ni serikali ambayo ni marufuku mtu kuingia na Biblia au kumsema Yesu kwenye nchi zile. it was a government that prevented people to speak about Jesus. Na ni serikali yenye nguvu, yenye madenge, yenye mabunduki, yenye majeshi. A powerful government Inasimama kinyume na injili. against the gospel. Kwenye mipaka huwezi kuvuka In their borders you cannot cross ili ukahubiri. in order to go to preach. Analinganishwa na mnyama huyu mwenye nguvu Bahamoth, This they are compared to this kwamba ni duda linatisha that they are scary looking animals kwa kuliangalia tu. when you look at them. Lakini injili ya Yesu Kristo But the gospel of lazima Jesus, ipenye Arabuni, it will- lazima ipenye kwa Warusi, It will go- lazima ipenye. it will go to Maana other Mungu countries. wetu Because our God, yeye ametengeneza upanga wa kuweza kumweza kiboko, He has made a sword that will be successful against this na animal. upanga huu And this sword, ameuweka mikononi mwako He has put it in your hand. kwa kupiga magoti na kuita Mungu, When you pray to God, kuombea Waislamu walioko huko, when you pray to Arabuni, people, kuombea Arabs, Warusi waliofunikwa na nguvu hizi, people in Russia, na kusema Mungu atume watu to say to God, send your people kupeleka injili, to bring the watu gospel. waliopakwa mafuta, People who are watu wenye uwezo, people who are able, watu walio chini ya jeshi la Bwana Yesu, people who are under the army of Jesus, jeshi la kiroho the army linalotembea that walks likishinda winning na ili lipate kushinda. and continue. Kushindwa ni mwiko, We are pamoja na not nguvu hizo defeated. unazoziona, Doesn't matter how much power it is. pamoja na kanisa kuonekana dhaifu. Even though the Kushindwa ni mwiko, looks maana yupo Mungu na Mungu anakuita wewe, na Mungu anataka God is usimame calling you. ufanye uamuzi What you kwamba do. nipo hapa Mungu, That I'm here. nipake mafuta tena, Anoint me. nataka kutumika I want to be katika used. siku hizi za mwisho, And wakati then, jua linazama, when the sun Yesu anarudi, nataka Jesus is coming. I kusimama want to stand kuhubiri Yesu, to preach. nikuhubiri Yesu, Preach about nitie Jesus. nguvu. Enable me. Yesu atakutia nguvu. Jesus will strengthen. Yesu anajua Jesus knows udhaifu wako, your weakness. na ukimwomba When you pray to kwamba mimi ni dhaifu, Father, I am weak. nashindwa kuhubiri, I can't preach. nikitaka kuhubiri natetemeka, nikitaka kuomba I siwezi, want to pray, I cannot. mwambie. Talk to him. Alikuwa mwanadamu, He was a aliwahi kuwa man. mwanadamu, He was a man anajua like udhaifu wa mwanadamu, knows anaujua what udhaifu he goes wako, through. He knows what atasimama you're na going through. He wewe, will stand with you. atakushika, He will strengthen you. atakuendesha Go. ili uweze kumtumikia. So you can walk. Oh, haleluya! Atakuwezesha He will enable you. utembee Walk pamoja na with him. ni siku za mwisho, The end ni of siku days. za mwisho, It's the ni end siku of za days. mwisho. At the end of days. Najua mahali pengine watu wanapenda kusikia injili za kama utatajirika, utanunua gari. Ni vizuri sana, In other ni vizuri places, sana ununue utajirike, lakini la maana nikwambia mwanangu, tunaishi mwisho, we live in the end of days. tuko mwisho. The very end. Yesu anarudi, Jesus is na coming. dunia itaendelea kuharibika, The world will continue. lakini wewe Mungu anataka aendelee God kukutakasa wants na to kukusimamisha sanctify you. na kukuweka uwe chombo chake. And to make you a tool. Amenituma siku ya leo Yes, send me nikwambia, today. anataka kukunoa tena, Want to anataka kukurejesha tena, want to make you anataka stand firm. kukutia nguvu, So you anataka can. kukutakasa. To sanctify you. Sahau yale ya zamani, Forget what has happened. simama sasa, Stand. mwambie Yesu nisaidie, Jesus, help me. Yesu nishike, Help me. nataka kukutumikia, You. niwezeshe Bwana, Help me. mimi siwezi. I cannot do it alone. Nimesema hivi, I've said this. huyu Yesu This Jesus,
atakusikia, He will hear. atakusaidia, He will strengthen. atakutia nguvu He will enable you kwa Roho wake Mtakatifu. by His Spirit. Nimesema anakuelewa. And say, He will hear you. Inaweza kuchukua muda kidogo. It might take time. Usiogope, Do not be endelea afraid. kugonga, Continue to endelea pray. kusema, Continue to say, Baba nitie nguvu. Father, enable. Na waombaji, And tuendelee pray. kusema, Let's continue to pray. litie nguvu kanisa lako, Double your liweze church. kutembea So it can na work. kuendelea kushinda And continue na to kuwaleta win. watu kwa Yesu. To bring people to Oh, Him. hallelujah. Yupo mtu mmoja There's a person here. anasema, mimi Yesu He's saying, Jesus, nisaidie, help me. nitie nguvu, Enable me nikutumikie, to walk with you. nisaidie, Enable me. niimarishe. Strengthen. Sijafanya vizuri I have not done huko well nyuma, in my lakini past nitie days, nguvu sasa. but I want to proceed well. Nataka kuomba na I mtu. want to pray with the person Kama such upo as naomba that. usimame, Please, if you are here, kuomba. stand. We want to pray. Bwana amesema naye akasema, mimi nimejiona nimepungua, nataka Yesu nitie nguvu, uniwezeshe, uniinue, unishike. Kwa hiyo tunaanza kwa kuomba msamaha kwa Mungu, kwa kutubu, halafu kusema Yesu nitie nguvu. Jesus, strengthen. Well, I have said, if you feel that you need God in your situations, Sikia unamhitaji Mungu katika hali yako, that you want Him to strengthen you, na kwamba unahitaji, and you want to testify, na wakati unataka kushuhudia you fail, unashinda, but you are not happy about it. lakini ufurahie jambo hilo. When you want to serve God, Unataka kumtumikia Mungu you don't serve to the extent when you are happy. kiwango ambacho kinakupa furaha. If you are there, Kama uko hivyo, please come forward and let us call God. Number two. tuweze kumwita Mungu. Oh, all others, you are happy with the way you live, Sasa ninyi wengine mnafurahi namna mnavyoishi, the way you testify. jinsi mnavyoishi. If you are there, then please help to pray with these people of God. If for you, you are satisfied the way you preach, the way you move around, you are completely satisfied, please stand and let us pray. Let us pray together with these people of God who need the power of Jesus. Kwamba umeshuhudia vyema, simama pale ulipo, alafu tuweze kuomba pamoja na hawa ndugu zetu. But if not, please come forward. Lakini ulilezo tujombe. Nikufananishe na Mungu. Naomba watu wasitoke nje sasa. Shemasi, usiruhusu mtu kutoka. Deacons, please. Hatutoki tunapoanza kuomba. Nikufananishe na nani Bwana? Nikufananishe na nani Yesu? Nikufananishe na nani Bwana? Na kumbe wewe hufananishe, nikufananishe. Twende mbele za Mungu, ongea na Mungu, mwambie Baba, watoto wako wako mbele zako Bwana, wanataka uwatie nguvu, wanataka uwawezeshe Bwana, wanatubu kwa njia zao kwamba hawajafanya inavyotakiwa. Jehova rehemu, Jehova ukiwawezesha Bwana, rikolari alerejayo na sabori dosha baba na botana na jana na siku kuminaita na kimona na sabori wape Mungu Bwana, wape Mungu Jehova, wape Bwana na siku kuminaita dosha baba na bora na siku na kuleja, wape Bwana na shukrani, wape Bwana na shukrani.
wawezeshe, watie nguvu, lete wancho. Shinda Bwana kila kikwazo wanachopitia. Shinda Jehova. Rikadhani alejana na sapo. Josha baba na bora nisikukuya naria. Lekuala kama nisikukija na milenia. Josha baba na bora nisikukuya naria. Ika baba na bora nisikukuya naria. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nakuhitaji Bwana. Wawezeshe watoto wako. Wawezeshe mfalme wa wafalme. Wawezeshe mfalme wa mabwana. Wawezeshe Mungu mkuu. Jana na saboro. Josha baba na bora nisikukuya naria. Mekrimora na saboro. Nenagaita lelege sikukuya naria. Shalom, shalom. Gloria na sikukumeleta. Pokea uwezesho wa Roho Bwana. Pokea uwezesho kwa jina la Yesu. Ukitaka kunyamaza, usikie nguvu kutoka moyoni. Usikie haiwezekani. Bwana kuwezesha. Bwana kuwezesha. Bwana lete wengi kupitia kwako. Bwana okoe kupitia kwako. Bwana ponye kupitia kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Tamka neema, tamka baraka, tamka uwezesho kwa yako. Mungu akubariki. Sasa kama kuna mtu anataka kupokea Yesu, tafadhali njoo haraka. Kama uliamua kwamba utampokea. Watu wa Mungu hatukaribishi sana wageni, ndio maana hakuna anayempokea Yesu. Lakini tafadhali tuendelee kukaribisha ili wawepo wageni wanaotakiwa kumpokea Kristo, wageni wanaotakiwa kuponywa. Tunapokuja sisi wenyewe haipendezi sana. If we are just alone, it's not very good. Amen. Mungu akubariki.